Tena ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, leo ni Machi 7 mwaka 2026 na tunaangazia mtu ambaye amekuwa kipimo cha mfumo wa haki na demokrasia nchini Tanzania, Tundu Antipas Lissu. Kauli ya Lissu si mtu wa kawaida inatokana na unabii wa jaji mstaafu wa Mahakama Kuu ambaye tangu mwaka 2017 alisema uwepo wa Tundu Lissu mahakamani si jambo la kawaida, bali ni ishara kwamba sheria zitachunguzwa na taifa litajitathmini. Kauli hii inatokana na maneno ya jaji mstaafu wa Mahakama Kuu ambaye baadhi ya vyanzo vinamtaja kama jaji chocha au jaji mmoja wa Musoma, aliyesema mwaka 2017 wakati wa kesi ya Esther Bulaya na Steven Wasila, kesi ya ubunge wa Bunda, uwepo wa Tundu Lissu katika kesi yoyote Mahakama Kuu usichukuliwe kama jambo la kawaida, kama wakili tu wa upande wa utetezi, bali uchukuliwe kama afisa thabiti wa Mahakama Kuu kuhusu ambaye akisimamia katika kesi yoyote kuna jambo jipya katika sheria zetu na nchi itafaidika. Maneno haya yalitolewa katika muktadha wa kesi ya ubunge ambapo Lissu alikuwa wakili wa upande wa utetezi. Leo mwaka 2026 yanadhihirika wazi, Lissu amekuwa akijitokeza mahakamani hata akiwa mahabusu au gerezani kwa mashtaka ya uhaini, na kila mara anapofungua mdomo mfumo unajiangalia kwenye kioo. Data za hivi karibuni katika kesi ya uhaini ambayo inamkabili yeye, criminal section, ambapo Februari 9 mwaka 2026 Lissu alipinga matumizi ya mashahidi wasili na akaamuru mahakama kutoa maelekezo kwa DPP, yani ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, mamlaka husika kurekebisha utaratibu ndani ya miezi 12 ili kuendana na katiba na haki za msingi. Mahakama ilikubaliana na hoja yake kwamba matumizi ya mashahidi wasiotajwa majina bila ulinzi wa haki ya mshtakiwa kuwahoji yanaweza kukiuka right to fair trial. Lissu amekuwa kichocheo cha mabadiliko makubwa. Kwanza, sakata la chakula kwa mahabusu. Juzi mwishoni mwa Februari mwaka 2026, Lissu alilalamika hadharani kuwa hafikishiwi chakula au anawekewa mazingira magumu ya kupata chakula akiwa mahabusu wa muda wa mahakama. Kauli zake zikasambaa mitandaoni na vyombo vya habari, ambapo zikazua mjadala mpana kuhusu haki za wengine watu mahabusu, na baadaye mahabusu wakaanza kuandaliwa chakula au kuruhusiwa kuletewa chakula kwa utaratibu maalum. Maboresho ya kiutendaji yanafanyika ili kuondoa doa la ukiukwaji wa haki za msingi. Jambo jingine ambapo mashahidi wa siri pamoja na anonymous witnesses. Katika kesi yake ya uhaini, Lissu alipinga matumizi ya mashahidi wa siri bila utaratibu unaolinda haki ya mshtakiwa, ambapo mahakama ilikubaliana na hoja yake na ikaeleza kuwa ushahidi huo haupaswi kutumika kwa namna inayomnyima mshtakiwa nafasi ya kuwahoji au kujua ushahidi dhidi yake. DPP na mamlaka husika wamepewa miezi 12 kurekebisha utaratibu ili uendane na katiba na viwango vya kimataifa. Na data za hivi karibuni kuanzia Februari mpaka Machi mwaka 2026, ripoti za LHRC, Legal and Human Rights Center pamoja na Amnesty International zinaonyesha kuwa matumizi ya mashahidi wasili yamekuwa chanzo cha shutuma za ukosefu wa haki katika kesi za kisiasa nchini Tanzania. Uamuzi huu unaweza kuwa hatua ya kwanza ya kurekebisha utaratibu huo nchini. Lissu anapokanyaga uwanjani mahakamani, hapigi pasi za pembeni, anapiga mashuti ya moja kwa moja. Kila kesi anayoshiriki inazua mjadala mpana na inafungua ukurasa mpya wa sheria na haki. Lissu amekuwa kipimo cha mfumo wa haki Tanzania tangu mwaka 2017. Kama wakili, pia kama mwanasheria na mwenyekiti wa Chadema, uwepo wake mahakamani unazua maswali makubwa. Je, sheria zetu zinaweza kushughulikia kesi za kisiasa bila upendeleo? Je, haki za msingi za mahabusu na washtakiwa zinalindwa vya kutosha? Je, mfumo wa sheria unahitaji marekebisho ili kuepusha shutuma za ukandamizaji? Data za hivi karibuni katika uchaguzi wa mwaka 2025, Chadema ilisusia na Lissu alikamatwa Aprili mwaka 2025 kwa uhaini. Kesi yake bado inaendelea na kila mara anapozungumza mahakamani, hata akiwa gerezani, sauti yake inasikika nje na inazua mabadiliko. Ripoti za Human Rights Watch pamoja na UN mwaka 2025 mpaka mwaka 2026 zinaonyesha kuwa kesi za kisiasa nchini Tanzania zimekuwa na shutuma za ukosefu wa haki, na uwepo wa Lissu umekuwa kichocheo cha mjadala wa kimataifa na wa ndani. Tundu Lissu si mtu wa kawaida. Yeye ni alama ya mjadala, kipimo cha mfumo na kengele ya tahadhari kwa dola. Unabii wa jaji wa mwaka 2017 umetimia. Kila mara anaposimama mahakamani, sheria zinachunguzwa, haki zinapimwa na taifa linaitwa
kujitathmini. Athari zake ni za kweli. Kupitia kesi yake, matumizi ya mashahidi wasili yamepigiwa kelele na mahakama imeagiza marekebisho. Sakata la chakula kwa mahabusu limeleta mabadiliko ya kiutendaji. Hii inaonyesha kuwa uwepo wake unaleta mabadiliko hata akiwa gerezani. Hata hivyo, pia inaonyesha udhaifu wa mfumo. Baada ya kesi za kawaida, inahitaji mtu kama Lissu ili masuala makubwa ya haki yashughulikiwe. Tanzania inahitaji mageuzi ya kimfumo, uhuru wa mahakama, ulinzi wa haki za msingi na mazungumzo ya kitaifa, ili haki isitegemee mtu mmoja. Lissu ni kengele inayolia. Mfumo unahitaji kujirekebisha kabla haujachelewa. Wasikilizaji, Tundu Lissu si mtu wa kawaida, ni kipimo cha haki na demokrasia yetu. Tunafuatilia kwa karibu kesi yake na maendeleo ya mabadiliko yanayotokana naye. Endelea kuwa nasi, tutazidi kukuletea taarifa kadri zinavyotufikia. Usiache kutoa maoni yako na kipi unachofikiria kuhusiana na utabiri huu ambao ulikuwa umetabiliwa kuhusiana na Tundu Lissu. Je, unaona yaliyotabiriwa ni kweli? Je, Tundu Lissu kweli ni tunu ya taifa kulingana na kauli za watu kwa upande wa sheria?